Yes, bana mambo vipi? Mimi naitwa Dekobi na hii ni Kiswahili TV. Bana, siku ya leo nipo na Manka Chuga. Ni moja kati ya binti kutoka Arusha ambaye amekuwa na trend sana kwenye mitandao ya kijamii hususan TikTok. Lakini pia alikuwa ni mtu wa karibu zaidi wa MC Pilipili, alikuwa rafiki yake, na mara kibao pia MC Pilipili alikuwa akifika Arusha haeziacha kufika ofisini kwa Manka Chuga. Kama unavyoona klipu ambayo pia imepita hapo ni klipu ya mwisho kabisa ya MC Pilipili alivyofika Arusha, basi alimtembelea Manka Chuga. Sasa niko na Manka kidogo hapa tukiongelea kifo cha MC Pilipili, lakini pia atamkumbuka kwa lipi. Bana Manka, kwanza pole sana kwa msiba. Asante, pole sote. Asante sana. Msiba wa MC Pilipili uliupokea ukiwa katika mazingira gani? Msiba nasikitika sana kusema kwamba niupokea nilikuwa kwenye mazingira yangu ya kazi. Nilipigiwa simu, kuna mtu alinipigia akaniambia, "Pole, mbona naona kama huku kama rafiki yako amefariki." Rafiki yangu nani? Ananiambia MC Pilipili. Kwa kweli nilishtuka, nikamwambia wewe una uhakika? Akaniambia sina uhakika sana, hebu fuatilia. Kwa hiyo taarifa nilizipata hivyo, nilivyofuatilia nikaona kweli imethibitishwa hivyo, watu zimepostiwa, watu wamesema, ametangazwa, basi. Ila nimepokea kwa masikitiko makubwa sana. Moja kati ya klipu ambayo tumeona na trend pia kwenye mitandao ya kijamii ni klipu ambayo safari ya MC Pilipili ya mwisho kuja Arusha alikutembelea aga ofisini kwako. Sasa ningependa kufahamu connection, mlikutanaje mpaka mkawa marafiki, na mwisho wa siku haizi fika Arusha bila kufika ofisini kwa Manka Chuga? Kwa kweli MC Pilipili nilikuwa nakutana naye kwenye event zake za sherehe, lakini rasmi kabisa alinitafuta yeye mwenyewe baada ya kuwa mimi na posti zangu ambazo na posti kwamba nakunywa na nini. Akanitafuta kwa sababu na yeye pia zilikuwa kama zinamchanganya. Akanambia, hapa ndugu yangu inakuaje Manka anakuja Arusha, na nikifika nataka nifikie hapo kwako unielekeze. Kwa hiyo nilimuelekeza, akafika na akafikia ofisini kwangu na mabegi hivyo. Nikamtafutia hadi sehemu ambazo alikuwa ameenda kupumzika hivyo. Ndo tukaonana, tukaongea naye machache, alinisi kwa sababu yule unajua ni mtu ambaye ni mtu wa imani, ni mtu wa Mungu, pia anapenda mambo ya Mungu. Kwa hiyo ananioji sana, vipi hivi vitu mbona hivi na hivi, nikaa nimeongea naye mengi sana, niliongea naye na akawa amenieleza mipango yake mingi, kwa sababu yule yani alikuwa apoi, ni mtu wa kujitafuta, ana malengo mengi. Kwa hiyo katika malengo yake aliyokuwa nayo, kuna project alikuwa anaianzisha Dodoma. Akanambia, Manka, nataka nikianzisha tu uje. Nikamwambia mimi niko tayari muda wote. Kwa kifupi ni hivyo tu. Kwa hiyo alikuwa akija Arusha lazima afike ofisini kwangu. Ile klipu inaonyesha alimshauri Manka Chuga, bana inabidi sasa uache kutumia vilevi. Vipi, tuzungumzie ile klipu kidogo. Pale mlifanya comedy au mlishauriana kitu ambacho kina uhalisia? Kwa kweli yeye alikuwa anamaanisha, anachoniambia, Manka, sitaki, acha pombe, acha hivyo. Alikuwa ananiambia kabisa niache, na nafikiri kuanzia sasa hivi inabidi nilifanyie kazi hilo, kwa sababu yani yale maneno sasa yananirudia tangia nilivyosikia taarifa za kifo chake. Lakini hatakuwa tunatania. Yeye alikuwa anamaanisha ananiombea, pale alikuwa ananiombea kweli, lakini nilipofika sasa nikinywa nitapika, nikaona sasa kama Mungu akijibu kweli, kama nikinywa natapika nitakuwa natapika mbele za watu. Kwa hiyo pale ndo kidogo ikaa kama comedy fulani, lakini yeye alikuwa anamaanisha. Alikuwa mshikaji wako zaidi ya mshikaji, mpaka akakualika kanisani kwake Dodoma kule. Ni kipi ambacho huwezi kukisahau kutoka kwa MC Pilipili? Katika vitu ambavyo siwezi kuvisahau ni kauli yake. Kwanza aliniambia mimi, mama yangu kabla hajafariki aliniambia anataka niwe mchungaji. Kwa hiyo katika vitu ambavyo nataka nivitekeleze mapema sana, nataka nifungue kanisa Dodoma, na kama nitafungua kanisa naomba nitakukaribisha uje. Nikamwambia sawa.
Hiyo ndo kauli yake ambayo alikuwa nao, na nafikiri niliona kama ametimiza, kwa sababu niliona kama hapa mwishoni alikuwa anaposti yuko kanisani, kanisa kama jipya hivi, alafu anaombea watu na nini. Nikampongeza, nikamwambia hongera na nini, akanambia sawa, nataka uje, lakini naomba uje na uache kunywa. Yani hiyo kuacha kunywa hiyo alikuwa ananiambia sana yeye. Kikubwa ndo hiko ambacho nilikuwa nimekipata kutoka kwake, lakini vingine pia alikuwa yeye ana malengo mengi hivyo. Kwa hiyo niliona kwamba ameweza kutimiza ndoto zake kupitia kila alichoniambia, kwamba yeye mama yake alitaka yeye awe mchungaji. Kwa hivyo na niliona kweli ameweza kutimiza na nikampongeza. So nilikuwa kwenye mipango na ya kwenda kanisani kwake. Ndo hiko ambacho mimi nilishia naye. Wewe ni kijana na pia alikuwa ni kijana, lakini kuna vijana wengi ambao wamekuwa inspired kutokana na yeye. Sasa ni kipi ambacho vijana mmejifunza kutoka kwa jamaa ndugu yetu alazwe mahali pema peponi MC Pilipili? Kwa kweli kwa MC Pilipili tuna mengi ya kujifunza. Yani ukisema uelezee, sio hata utaelezea sio mpaka wapi. Kwa sababu yule alikuwa ni mtu fulani ambaye kwanza sio mtu wa kukata tamaa. Alafu ni mtu wa imani. Alafu kingine alikuwa ni mtu wa watu. Yani yeye muda wote ukikutana na Pilipili, yeye anacheka. Yani hata kama haelewi, yani yeye anacheka tu, kila mtu anacheka naye hata kama nini. Kingine pia alikuwa tofauti na nani. Yani hata pamoja na umaarufu wake, akikutana na mtu yoyote alikuwa anamchukulia sawa, yani ajiinui wala kuringa wala nini, alikuwa haringi, hapana. Alikuwa ni mtu wa kujishusha kwa kila mtu, yani hivyo. Ni mtu wa watu sana, yani nashindwa hata nimuelezeje, nashindwa kabisa. Tutarajie pengine labda Manka Chuga atafunga safari kwenda Dodoma kwa ajili ya kuzika? Ndio, kwa kweli nitaenda kuzika. Nitaenda kuzika. Mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa ndugu, jamaa na marafiki wa MC Pilipili? Ujumbe nilionao, pamoja na kwamba kila mtu amemposti, kila mtu amemuelezea kwa jinsi ambavyo yeye anajua, tuchukue yale mema yote ambayo alikuwa nayo, yale alotuelimisha, tumuenzi hivyo, sio kumposti tu, kwa sababu unajua mtu anapokufa ndo unaona kama kumbe alikuwa na watu, lakini akiwa hai unaona tu kama amepoza yupo tu a trend. Lakini ukiona tu msiba kwanza tangia ulivyotokea, jinsi ambavyo media zimejitokeza, watu mbalimbali, watu binafsi, kila mtu amejitokeza anasema lake. Kwa hiyo kumbe MC Pilipili anaishi kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo sisi tutamwenzi kwa kuishi, ataendelea kuishi kwenye mioyo yetu, japokuwa Mungu amempenda zaidi, basi sisi tunamwombea kila laheri huko aliko. Bana Manka, poleni sana kwa msiba. Nashukuru. Yes, tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu. Bana, niwape pole kwa mashabiki wote wa MC Pilipili, lakini pia familia kwa ujumla. Na nilikuwa na exclusive na rafiki wa karibu kabisa, Manka Chuga, ambaye MC Pilipili ilikuwa ni mwiko kufika Arusha pasipokuja kumtembelea. Tuonane nyakati zingine. Ni Kiswahili TV, jina langu mimi naitwa Dekobi.